Sema kweli hapana, sisi hatujapata hiyo changamoto, na ningependa kusisitiza tena na tena kwa producers wetu wote na wale ambao tunafanya nao kazi kwamba sisi Azam tuna procedures zetu na tuna processes zetu ambazo ziko very clear wakati tuna evaluate content. Kwa hiyo producer akileta content kwetu, tunakaa kama committee, tunaiangalia kwa undani, tunaangalia wateja wetu wanapenda kitu gani, based on that ndio tuna select kwamba tunataka kufanya au tunataka kwenda na producer huyu au tunataka kuchukua content hii. Kwa hiyo urasimu au bureaucracy ya aina hiyo ambayo watu wengi huwa wanafikiria huko mtaani hai-exist upande wetu kabisa, because procedures zetu ziko very clear. Sio decision ya mtu mmoja ambaye anakaa na kuamua kwamba mimi namtaka producer huyu au nataka tamthilia hii ionekane katika channel zetu. Hapana, tuna processes ambazo ziko na zinafuatwa. Kama mlivyoona leo tumekuja na minne tena. Tulikuwa na minne ya mwanzo na tumekuja na minne tena. Kwa hiyo yes, tuna processes zetu, tuna quality control features zetu ambazo tunatumia ku-evaluate hao producers na ile content na kuangalia kwamba kweli ina fit kwenye quality na ile level ambayo tunayohitaji. Kwa hiyo ziko hizo procedures. Ambacho nitataka kusema hapa ni kwamba mtu yote ambaye ana kazi yake na wa invite na wasihi waje watuoneshe kazi zao, zitakuwa evaluated kwenye hizo processes, na kama zitakidhi basi tuko tayari kufanya nao kazi. Hii 500 ni kifurushi cha siku ambacho kitapatikana kwa wale watumiaji wa kisimbuzi cha antena. Kwa hiyo kama nilivyoelewesha kwamba sisi Azam tunataka tuwafikie Watanzania wengi na wengi na wengi zaidi ambao wana kima ya wana kima tofauti na tofauti. So tumezindua kisimbuzi chetu kipya cha kidijitali ambacho kinatumia mfumo wa antena. Na huo mfumo wa antena, katika huo mfumo wa antena ina kifurushi chake cha kila aina pia. So moja ya kifurushi cha hiyo antena ni kifurushi cha siku cha shilingi 500 ambacho unaweza kuona burudani zetu kwa masaa 24. Again, ina follow pia hiyo process ya equal opportunity whereby sisi tunaangalia hata tunapofanya hizo dubbing tunatumia local artist, tunatumia dubbing artist. Kwa hiyo upande wetu sisi bado tuko kwenye mwelekeo wetu huo wa kuongeza na kuweka juhudi ya kutumia local talent zaidi na zaidi. Kwa hiyo kweli tunafanya dubbing, kweli tunachukua foreign content na tunaidub kwenye Kiswahili, lakini tunatumia bado usanii na tunatumia bado talent yetu ya huku Bongo. Kwa hiyo mimi bado sioni shida kwamba hiyo inaleta tatizo lolote, because cha msingi bado tunawapa watu ajira, bado tunatumia watu wetu wa humu ndani nchini na tunaendelea produce vipindi vizuri na vizuri zaidi. Tunaangalia sana storyline cha kwanza, kwamba hiyo storyline ambayo mtu ameitengeneza inavutia vipi kwa wateja wetu na wale kile ambacho wamezoea kukiangalia kila siku. Kwa hiyo storyline ni very key, lakini pamoja na storyline ni quality. Kwamba quality, kama nilivyosema kwamba mitandao yetu ni HD. Kwa hiyo quality ya content is very key to us. Hatuwezi tukachukua kitu ambacho kimerekodiwa kwa quality ya chini. Lakini licha na hiyo pia tunaangalia stability ya huyo mtu ambaye ana produce hiyo content. Anaweza akawa ameproduce labda episode 2, 3, baada ya hapo amedisappear au ameshindwa. Kwa hiyo sisi tunaangalia vitu hivyo vyote kwa pamoja, na lengo na madhumuni zaidi ni kuhakikisha kwamba tunatoa burudani ya standard ya juu kwa watazamaji wetu. Kabisa, na nachukua fursa hii ya kuwakaribisha sana producers ambao wako hapa Tanzania na nje ya Tanzania pia, ambao wataweza kumudu quality requirements zetu, storylines ambazo tunazozitafuta na kadhalika. Kwa hiyo mimi kama CEO wa Azam TV naomba nichukue fursa hii kuwakaribisha upcoming producers na producers wengine wote wale ambao tayari wako nchini, wakongwe ambao bado hawajafikisha content yao kwetu. Naomba fikisheni, tuta-evaluate, na kama mtapata hiyo fursa, mimi mwenyewe nitakuwa na furaha kubwa ya kuwapa hiyo fursa.